Nataka tu ni washukuru wakulima, hasa nitaanza wakulima wa tumbaku. Kama ambavyo mmeshuhudia mwaka jana serikali ilitoa dhamana kwa kampuni hii ya mbolea Tanzania TFC iweze kushughulikia swala la pembejeo kwa wakulima wa tumbaku, na tulianza kwa kuagiza mbolea za NPK 10-18-24, kani na urea. Na mbolea hizi za NPK kwa mwaka jana, ninao matumaini wakulima mashahidi mmezitumia kutoka kampuni ya mbolea TFC na zinaweza kuwapa tija nzuri. Kwa mwaka jana zilitumika tani 61,000 kwa wakulima wote, na hizi ni mbolea ambazo zilikuwa na thamani takribani milioni 150, na kilimo kwa mwaka jana kilienda vizuri. Tumeshuhudia ongezeko hata hapa Chunya na Songwe kwa wakulima kuweza kuzalisha si chini ya tani milioni 29 za zao hili la tumbaku na kupata kipato cha zaidi ya dola milioni 73, ambapo tumesaidia kuleta uchumi ambao tunauona leo hii. Kwa mwaka huu, msimu huu ambao tunauanza, kampuni hii ya mbolea Tanzania TFC pia imepata dhamana hiyo ya kuweza kuleta mbolea hizi za NPK, na tayari kazi hiyo tumekwisha ifanya. Tani 70,000 za NPK 10-18-24, ndugu zangu wanalupa, tayari zimeshaingia nchini, na mbolea hizi zina thamani ya karibu bilioni 175 zipo nchini, na sehemu ya mbolea hizi tayari zimeshafika, na shahidi upo. 85% ya mahitaji ya mbolea hizi kwa hapa mkoa wa Tumbaku Chunya tayari zimeshafika, na naamini mipango ya kuanza kuzisambaza aidha imesha au imekamilika. Kwa hiyo kwenye eneo la tumbaku, mbolea za NPK tumefanya hivyo, na naamini tutaendelea vizuri, tutaendelea kutoa elimu kama ambavyo tunafanya hivi sasa, hata ikibidi kwa kibali cha katibu mkuu wetu tufike mpaka mashambani ambako wakulima wanalima kuweza kuelimisha ni kwa namna gani ya kutumia mbolea hizi ili tuweze kuleta tija maradufu ya kile tunachokitarajia. Mbolea za CAN ambazo pia zinatumika kwa ajili ya kuboresha tumbaku, kampuni ya mbolea Tanzania pia inahusika katika usambazaji kwenye eneo hili la mkoa wa tumbaku wa Chunya, na hivi ninavyozungumza tani 10,000 za mbolea aina ya CAN 27 imekwisha fika Tanzania, na tayari meli kwa bandari ya Dar es Salaam. Tunashughulika sasa na mambo yanayohusiana na hii meli iweze kutia nanga na mbolea zile ziweze kushushwa, na kwa haraka tuanze usambazaji kupitia ushirika wetu ule wa tumbaku wa TCJE. Hali kadhalika mbolea aina ya urea 46% ambayo pia wakulima tunaitumia kidogo kwenye tumbaku, lakini kikubwa kwenye mahindi, na yenyewe ipo Dar es Salaam. Taratibu za kuanza kuisafirisha zinafanywa, na kipaumbele chetu ni kuhakikisha maeneo haya ambayo msimu unawahi kuanza, hasa maeneo ya nyanda za juu kusini, mbolea hizi zinafika kwa wakati kipindi hichi kabla ya mvua, ili wakulima waweze kuzitumia ipasavyo. Mbolea aina ya DAP ambayo pia nashukuru mmeizungumzia kwamba inatumika, na inatumika zaidi kwenye kupandia mazao. Mbolea hii aina ya DAP, kampuni ya mbolea Tanzania TFC imepewa pia dhamana ya kuhakikisha kuna nchi na kuna utoshelevu wa mbolea hii. Tayari mipango imekwisha fanyika. Mbolea tani 20,000 zinatoka hivi tunazungumza nje ya nchi ya Tanzania kule Riyadh, Saudi Arabia, na tani hizi 20,000 tunavyozungumza zinapakiwa kwenye meli mchana huu. Tunahakika kutoka kule ilipo mpaka kuja kufika hapa takriban siku 10-12, na mbolea hizi tutaanza rasmi kuzisambaza kati ya tarehe 20 au tarehe 21 mwezi huu. Kwa upande wa mawakala wa kuhakikisha kwamba mbolea hizi zinawafikia kwa mkoa huu wa Mbeya,
tuna mawakala 64. Kwa hiyo ndugu zangu, ni wasihi, mikakati ya serikali imeshakwisha kamilika. Mbolea hizi zipo katika hatua mbalimbali, lakini kimsingi mbolea zinakuja, zipo, zitasambazwa kwa wakulima. Tunao uhakika kwamba kwa msimu huu pia zitafanya vizuri na kuweza kuwaletea tija katika kilimo chenu, ili muweze kupata kipato na kuongeza na kupunguza umaskini, lakini kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, kwa maana ya mkulima mmoja mmoja, lakini pia na nchi yetu kwa ujumla, ili tuweze kufikia yale malengo ya kukua kwa uchumi kwa 10% kupitia kilimo, yani Agenda 1030.